Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Omar Makame ameanzisha ziara maalumu ya serikali nyumbani kwako. Tupo katika ziara ya serikali nyumbani kwako. Lakini ni nini hasa maana ya ziara hii? Ziara ya serikali nyumbani kwako ni ziara maalum ambayo mimi kama kiongozi wa mkoa nikiambatana na wataalamu wote katika ngazi ya mkoa, wataalamu nilionao kwenye ofisi yangu ya mkuu wa mkoa, lakini wataalamu waliopo kwenye taasisi mbalimbali, tunatoka makao makuu ya mkoa tunashuka huku chini kwenye mitaa yenu, kwenye kaya zenu. Lengo ni kuweza kuwapunguzia usumbufu. Badala ya nyinyi kutoka huku kuja kutufuata sisi kwenye ofisi zetu, sisi ndio tunatoka tunawafuata ninyi katika mitaa yenu, na lengo letu kuja kuwahudumia, kwa sababu serikali hii ni serikali ya wananchi, lakini iko madarakani kwa kuwekwa na wananchi, na lengo ni kuwahudumia wananchi. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye ni kiongozi ambaye ninyi wenyewe ndiyo mmemweka madarakani, na ndiyo maana mwaka jana alikuja kuomba kura, akawaomba mumchague, na mkimchagua atawaletea maendeleo. Yeye baada ya kunyinyi kumchagua ndiye alituteua sisi, akatupatia dhamana tumwakilishe huku katika ngazi ya mkoa. Sasa kazi ambayo anaifanya ni ya kutoa huduma kwa wananchi, kazi ambayo sisi ambaye ametuteua, sisi ambaye ametuajiri, sisi ambao mmewachagua wengine mpaka kwenye ngazi za udiwani, kwenye ngazi ya ubunge, kazi yetu ni kumsaidia yeye katika kuwahudumia ninyi wananchi wenzetu. Kwa hiyo maelekezo yake ni sisi kutoa huduma kwenu wananchi kwa kuacha kukaa ofisini na kuwafuata huku muliko. Tuwaambieni serikali yenu inafanya nini katika kuwaletea maendeleo yenu, inafanya nini katika kutatua changamoto zenu. Lakini hali kadhalika tusikie kutoka kwenu, mna maoni gani, mna maushauri gani juu ya namna ya kuweza kuharakisha maendeleo ambayo yanagusa maisha yenu ya kila siku. Kwa sababu serikali haiongozi wanyama, serikali haiongozi miti, serikali haiongozi mawe. Tunaongoza binadamu, tunaongoza watu, na watu wana sifa ya kufikiri, wana sifa ya kuwaza, lakini wana uwezo wa kushauri na kusema pale ambapo wanaona kuna jambo fulani haliendi sawa, pale ambapo wanaona wanaweza wakashauri jambo fulani lifanyike hivi ili liweze kwenda sawa sawa. Sasa tumekuja huku chini pia kuwasikiliza, lakini hali kadhalika kutatua zile kero ambazo tunadhani tunaziweza tukazipatia ufumbuzi wa papo kwa papo. Hiyo ndio kazi ambayo sisi tumekuja kuifanya. Kwa hiyo tumetoka ofisini kwetu kuja kuwatembelea. Kwa hiyo leo hii wananchi wa kata ya Mpemba, wananchi wa halmashauri ya Tunduma, serikali ya mkoa tumekuja kuungana na serikali ya wilaya kutembea kwenye maeneo yenu ya mitaa, kutembea kwenye kata zenu, lakini kutembea kwenye kaya zenu. Serikali oye. Na hapa ni katika kijiji cha Nandanga kilichopo kata ya Mpemba, halmashauri ya mji wa Tunduma, ambapo anakutana na changamoto inayokabili madereva wa bodaboda kwenye eneo la geti la mpakani mwa Ileje na Tunduma. Changamoto ya pili ambayo inayakabili maeneo haya ni kuwepo kwa hali ya sintofahamu kwenye geti lililopo mpakani mwa mji wa Tunduma na wilaya Ileje. Watumiaji wa barabara hiyo hasa bodaboda wanakabiliwa na changamoto ya kuweza kuharasiwa. Hakuna uhuru wa kuweza kutumia geti hilo. Kwa kweli limekuwa changamoto mara kibao sana. Siku moja nikamwambia diwani, ikiwezekana wewe jifanye hata tu ni bodaboda, kwa sababu hawakufahamu pale, pita uone. Jambo la kwanza watakukamata utoe chochote hata kama una leseni. Sasa ukiangalia kwa mazingira na mafuta yamepanda bei, asilimia kubwa bodaboda sasa hawafanyi kazi kwenda kwenye hii njia, kutokana na kwamba pale sasa imeshakuwa ni, naweza nikasema ni biashara za watu, lakini hatutegemei jambo hilo. Hata wewe hapa tu sasa hivi badilisha jezi, pita tu na bodaboda pale uone.
utapigwa mkono vizuri na wataweza kutaka kitu chochote. Kwa hiyo tunaomba kwamba vitu vingine uweze kutusaidia ili bodaboda na wao ama maafisa usafirishaji waweze kufanya kazi kwa uhuru. Mara baada ya kusikiliza malalamiko hayo, mkuu wa mkoa Jabiri Omari Makame akatoa maelekezo kwa mamlaka husika. Maelekezo yangu maafisa wa serikali kutoka kwenye vyombo vyote ambao wanahusika kukaa pale, ile wawe watu wa LATRA, wawe watu sijui wa halmashauri, wawe watu sijui wa maliasili, wawe watu wa jeshi la polisi, tusigeuke kuwa kikwazo kwa vijana waliojiajiri katika shughuli zao. Kuna mambo ya kuelekezana, tuelekezane. Kuna mambo ya kupeana elimu, tupeane elimu. Tusitumie nguvu kwenye utekelezaji wa majukumu yetu. Tusigeuke kuwa kikwazo kwenye ajira ambazo vijana wamefanya nini? Wamejiajiri. Kwa hiyo sitarajii tena jambo hilo litakuwa na usumbufu. Nikiendelea kusikia tena, siku nyingine nitakuja mimi mwenyewe pale getini, alafu tutashughulika na hao watu ambao wanakuwa kikwazo kwa vijana wetu. Ziara hiyo imeendelea kuonyesha kuwa dhana ya serikali nyumbani kwako haijikiti tu kwenye kutembelea wananchi pekee, lakini kuifanya serikali isikilize, iamue na kutatua changamoto za wananchi papo kwa papo mahali zilipoibuliwa. Mimi ni Heneliko Malo na hii ni Malo TV. Endelea kutufuatilia.